Mbona asubuhi kwema? Nini? Poa amefariki dunia. What? How? Wanasema wamemkuta nyumbani kwake amefariki. Mr. Clement, poleni sana kwa msiba. Mnaweza kurudi ndani na kuendelea na taratibu zenu kama kawaida. Kwa lolote lile mtakaloona kwamba haliko sawa, msisite kuwasiliana na sisi. Niambieni za shule. Njema tu yangu, kaka mzima na mtoto mzima. Wazima wote. Kakako ametoka, si unajua tena kukaa nyumbani alizagi. Habari yako? Habari? Safi, habari. Nimefika. Pius, ngoja nimekuita kwa waletea wageni vinywaji. Vinywaji gani mnatumia? Acha na ukawaletee juice maka kwanza wanafunzi. Sawa, basi nitafanya hivi. Tumeona tutoroke kidogo chuoni, nilikuja kuwasalimia. Eti, nimefurahi sana kwa kweli. Lakini sasa mbona mnakaa tu kidogo, unasema kidogo, kwani msikia hata wiki 2-3? Hapa tumetoroka na kama masaa kadhaa hivi tunarudi tena chuoni mami. Jamani. Haya. Tafanyeje? Ila tutarudi mwishoni mwa wiki. Tuenjoy weekend nzima. Kwa hiyo umesema kuwa una uhakika kwa kila ambacho umekieleza humo ndani? Ndiyo afande, na uhakika. Una uhakika kwamba kipindi mume wako anafariki ulikuwa huko? Ndiyo, na uhakika. Sikuwepo mimi. Na mlinzi? Mlinzi tulimfukuza kazi kwa matatizo yale yale. Na mimi wiki nzima na kesha kazini. Kwa hiyo niliporudi asubuhi nikakuta mume wangu kashauawa. Sawa. Basi tunashukuru kwa maelezo yako ambayo ni mazuri. Kumbukumbu zako na maana ndio msaada mmoja wapo kutusaidia sisi. Ila uendelee kutunza kumbukumbu yako. Wewe Milka wewe. Umejuaje kama ni mimi? Nilijua tutakuwa ni wewe kwa maana hakuna mtu mwingine anaweza kufanya jambo kama hili. Vipi, kuna mapya?
Mapya hakuna zaidi ya kumalizia kazi yangu nilionayo. Dani una mahusiano gani naye? Dani sina mahusiano naye zaidi ya yeye ni kakaangu. Mbona unanijibu kimkato kama vile hawa upendi kuongea na mimi? Sio na kujibu kimkato, lakini angalia muda wangu wa kufanya kazi. Kwa hiyo na kuharibia ratiba zako za kazi, si ndio? Natakiwa upange muda wa maongezi na muda wa kufanya kazi. Kwa hiyo hii nyumba ni ya wakwe zangu. Sawa, wazazi wake na mume wangu. Kwa hiyo huo unakuja unafanya usafi, usio na iache chafu hivyo kwa sababu iko peke yake kwa sasa. Sawa. Na hii hii ilikuwa mzee mmoja mpumbavu mmoja alikuwa anaambiwa uza nyumba hataki. Mwisho wa siku majambazi wamevamia wamevua. Kwa hiyo na hii wakawa wameinunua pia. Inanipe. Vipi? Nilikuwa najaribu tu kuangalia kwamba mnamilikije nyumba mbili, hii hapa kubwa afu ni chakavu zaidi. Wanajua wenyewe huko bwana, twende. Bosi, ile kazi ambayo ulikuwa umenipatia tayari nishamaliza hapa. Aha. Lakini pia nina mzigo wako. Huu hapa. Huu mzigo umetoka kwa nani? Kipindi nafungua ofisi, alikuja mtoto mmoja akasema kwamba ni mzigo ambao umepatiwa na baba yake akuleteni. Unasema huu mzigo umetoka kwa nani? Ni mtoto ambaye amekuja bosi, ameniambia kwamba amepatiwa na baba yake. Kwa hiyo wewe unapokea mzigo kutoka kwa mtu ambaye humfahamu, si ndio? Nisamee bosi. Usiseme nikusamee. Ina maana kuna siku utakuja kupewa bomu ulete ofisini kwangu. Nenda kaendelea na kazi zako. Kila siku kesho. Nimechoka. Nishakwambia huu sio wakati wake. Kwani unataka kuelewa? Utafanya sana mpaka utachoka. Hebu acha kwanza. Sihitaji hicho kitu sasa hivi. Kila siku kesho. Kila siku maneno hayo tu. Pana bwana. Bios. Naam kaka. Hivi nakuita saa zote usikii ama? Samahani bosi. Sikiza nikwambie Pius. Mimi nafikiri unajua matukio gani ambayo yanaendelea sasa hivi ndani. Hatuko kwenye amani kabisa. Sawa? Kwa hiyo nahitaji muwe makini sana. Wewe ukishirikiana na mlinzi muhakikishe kwamba mageti, milango yamefungwa kwenye muda mwafaka na mazingira yote yako sawa. Maana hii hali ambayo sasa hivi inaendelea sidhani kama ni salama kwetu. Nimekuelewa bosi, nitafanya hivyo. Sio unanitikia tu. Nahitaji muwe serious. Sio niwe nakuja huko nakuta mnalala fufufu. Nahitaji uangalizi wa hali ya juu. Na hii sio kwangu tu, bali ni kwetu sote. Asante, usiku mwema. Haya, sawa. Make sure unapulizia dambu. Asante.
Hivi ni mara ngapi nikwambia kwamba usipige hii namba? Sema unataka nini wewe? Najua una hasira sana, lakini mimi ni rafiki mwema sana kwako. Kama utataka niwe hivi. Lakini pia mimi ni ibilisi kama utataka niwe hivi. Unajua mko kinisumbua sana. Hivi wewe ni nani? Ha? Na unataka nini kwangu? Sikuseme, niambie basi. Ipo siku utatambua. Na pia nakuahidi nilichokifanya kwa mdogo wako Paul, nitakuja nikifanye katika familia yako yote. Familia yangu? Familia yangu imekosea nini? Sisi tumekosea nini? Ha? Kwa nini ututese na kutudhalilisha kiasi hicho? Unataka pesa? Sema kama ni pesa nikupe mimi. Tatizo liko wapi? Sina shida na pesa, ila nataka ujue kuwa pesa ina nguvu, lakini haiwezi kufanya kila kitu. Sikia wewe nikwambie. Unasikia? Mama, naomba mwe makini sana. Sisi kama jeshi la polisi tutahakikisha tunashughulikia swala hili. Kuna nini? Kuna nini? Nimepiga simu za vitisho. Hapo nimeambia ni mwana mwenyewe. Hata mimi nimepokea simu kama hiyo. Mafande, nahitaji ulinzi wa kutosha kwa familia yangu. Kiukweli huyu muuaji anaonekana kabisa amedhamiria kufanya makubwa. Haina shida kwa hilo. Hukumbuki kama una kisasi na mtu yeyote katika maisha yako? Hapana. Mimi sina kisasi na mtu, wala sijawahi kumdhulumu mtu yeyote. Nashangaa kwa nini hili linatokea kwa familia yangu. Alafu isitoshe, huyu jamaa akinipigia simu baada ya kunitisha akikata tu anazima, nikipiga tena hapatikani. Sasa sijui kwa nini anafanya hivi. Kiukweli sisi tunahitaji msaada wenu. Basi kweni na amani. Sisi kama jeshi la polisi tutahakikisha tutamtia mbaroni mtuhumiwa huyu. Tutashukuru, maana kazi sasa hivi hazifanyiki, wala nyumbani hatuwezi kulala vizuri, ni simu tu za vitisho. Kweni makini sana kwa hili. Tunawategemea. Nguo zangu zilizokuwa pale kitandani ziko wapi? Nguo za baba jana zimekuwa karibu kupigwa pasi, lakini mpaka sasa hazijarudishwa. Sasa nguo za baba na nguo zangu, mbona nakuuliza nguo zangu naweza na nguo za baba? Mbona vitu viwili tofauti? Usiseme sana wifi, utasikia. Nguo zako nizipeleka kwa Dobi na baadaye kidogo zikiwa tayari nitakuletea. Sasa zile nguo kweli za namna hii zinaweza kwenda kwa Dobi kweli? Kumbuka sasa nimemaliza chuo. Wakati niko chuo ulikuwa unajifulia. Na sasa hivi niko hapa napaswa kukufulia au kupelekea nguo zako kwa Dobi. Lakini hata Dobi ana kazi kweli. Yaani nguo za namna hii Dobi kweli. Mimi nilikuwa nafua mwenyewe tu hizi nguo jamani. Sawa. Lakini zikirudi basi ni nani? Niletee kule chuo. Mama, ina maana huyo mtu alivyoongea na wewe hakukueleza yeye ni nani na anataka nini? Kiukweli hakuniambia jina lake. Ila aliniambia nimsikilize tu mpaka atakapomaliza kuongea maneno yake. Na alinisisitiza kuwa kama nataka kuepukana na kifo nihame katika nyumba hii na nisijihusishe na kitu chochote atakachofanya. Yeye alisema anataka nini katika familia hii? Alichonisisitiza ni kwamba mimi sihusiki katika mauaji anayotarajia kuyafanya. Ila nitahusika pindi nitakapong'ang'ania kuendelea kukaa hapa. Na wakati kukupigia simu ukiongea naye ulikuwa na nani huko ndani? Nilikuwa peke yangu pindi tu nilipofika nyumbani.
Je, ulifanikiwa kuikariri sauti yake? Kusema kweli sikufanikiwa kukariri sauti yake kwa sababu alikuwa anaongea maneno ya vitisho sana. Na alipomaliza kuongea alikata simu. Nilipojaribu kumpigia kupatikana mpaka sasa hapatikani. Okay, basi mama, tunashukuru sana kwa ushirikiano wenu kwa kuweza kushirikiana na jeshi la polisi. Kwa hiyo basi kwa lote ile mtakaloona kwamba haliko sawa katika familia yenu, naombeni sana ushirikiano wenu haraka iwezekanavyo. Asante, tunashukuru sana kwa ushirikiano pia. Hivi nasema hivi, ni tabia gani za ajabu mnanifanyaga huko ndani? Nauliza nyinyi, tunataniana siku hizi? Wewe Monica, njoo hapa. Simama. Pius. Nauliza hivi, humu ndani siku hizi mnautana na mimi kwamba tumezoeana, tushakuwa watani, sasa tunataniana tu. Tunakoseana adabu, hatuheshimiani tena. Nauliza. Sasa nasema hivi, mtoke hapa, mkavae nguo, tunakwenda out. Mnasubiri nini? Nitabadilisha maamuzi. Nendeni mkabadilisha. Pius, vipi, mbona wewe uendi? Kaka, leo mimi siwezi kutoka kwa sababu na ahadi ya kuonana na Dani leo. Lakini Pius, tunatoka familia nzima. Sidhani kama ni picha nzuri wewe ukibaki bwana. Mwambie Dani mtaonana kesho. Kaka, tuna mazungumzo ya kifamilia na ni muhimu sana iwe leo. Okay. Basi kama utakuwa na tatizo lolote tafadhali naomba nihusishe. Haya, asante. Dadangu Grace, nakupenda sana dadangu. Natamani tungekuwa pamoja, ingekuwa ni furaha kubwa sana katika familia yetu. Nafsi yangu inaumia mno kupoteza dadangu, lakini iko siku tutaweza kuonana huko uliko. Sina neno zaidi ya kukwambia nakupenda. Nakupenda sana mamangu. Wewe ndio furaha yangu kubwa katika maisha yangu. Hata nipate nini, hata niwe tajiri kiasi gani, lakini siwezi kuwa na amani. Maisha yangu yamekuwa tofauti kabisa. Ni kama njiwa ambaye hana sehemu yote ya kuishi. Amani yangu ni wewe. Na hawezi kutokea mama mwingine katika dunia hii. Nakupenda sana mama. Baba, naomba unisamehe sijawatembelea muda mrefu. Nimepata kazi nafanya sasa hivi. Muda wa kuja kuwatembea unakuwa ni mdogo sana. Lakini si sababu babangu.
Popote nilipo na wawaza nyinyi katika akili yangu. Nyinyi ndio faraja yangu, babangu, nakupenda sana. Hakuna kitu ambacho naweza nikafanya kanifurahisha zaidi yako wewe. Nakupenda sana baba. Pole sana Pius. Kumbe ulishafia na ndugu zako wote watatu? Umepajuaje huko? Nilikuwa nakufuatilia tokea nyumbani. Sawa. Basi unajua mimi nimekuja huku kwa sababu sipendi sana wasumbue pale nyumbani. Maana nafasi ya kuja huku ni ndogo. Ndio maana nimeiba muda, alafu mimi mwenyewe nashtuka kukuona huku. Tafadhali naomba usimwambie mtu yote kwa maana utaniharibia kazi yangu. Usijali Pius. Sawa, basi tunaweza tukaondoka tuwahi nyumbani. Shikio dada. Karibu. Dada nakusalimia. Hivi nani aliyemwajiri mwenzake huko ndani? Wewe ndio umenajiri huko ndani dada. Kwa hiyo mimi nimekuajiri afu nikusubiri hapa masaa matatu, nimekaa na kusubiri wewe. Umeniweka hapa nje masaa matatu. Unafunga nyumba masaa matatu, unaondoka na acha nyumba peke yake, si ndio? Ndio kilichokuleta? Nikienda kwa rafiki yangu anaumwa, dada nikwenda kumsalimia. Kwa hiyo umekuja kutembelea rafiki zako. Ndio ulichokuja kufanya kwenye nyumba, si ndio? Umekuja kutembelea marafiki zako. Unaacha nyumba yangu peke yake unaenda kutembelea marafiki zako. Ni hivi. Kachukue kile kilicho chako, nenda kwenu. Sitaki matatizo na majirani. Sawa? Kilicho kama kitu vyako utoke nyumbani kwangu. Nataka kuona. Dada naomba unisamee. Dada, ni kweli amekosea, lakini nachoomba umsamee. Ukiangalia maisha yetu sisi ni magumu sana. Endapo akitoka hapa, sidhani kama atapata sehemu nyingine ya kufanya kazi ili aweze kuendeleza maisha yake. Hivi wewe, kwa nini kila kitu unapenda kumtetea? Kwa nini kila kitu anachokifanya unapenda kumtetea? Hata akifanya utumbo unamtetea. Kwa nini? Amelitambua kosa lake, ni vyema ukimsamee. Msamee tafadhali. Dada naomba unisamee. Endapo nikitoka hapa sina sehemu nyingine hapo naweza nikaenda. Pia nakuahidi tena nakili mbele yako sitorudia kutoka bila kukuaga. Toka kuzunguka enda kafungue mlango. Hapa ndipo alipozikwa Jonathan na hili ndilo kaburi lake. Sasa nashangaa mna taarifa zetu zinazodai kwamba namba iliyotumika namba ya marehemu. Na mimi nimeanza kupata wasiwasi juu ya hili. Maana zile picha ambazo umenionyesha pale nyumbani na kitambulisho cha huyu mtuhumiwa ni sawa kabisa. Sasa nashindwa sasa kupata uhakika uko wapi. Hakika ni jambo la kushangaza sana, maana ninachokijua mimi mwenye kitambulisho hicho alikuwa marehemu mwanangu Jonathan, ambaye alikuwa anafanya kazi kiwanja chama cha ushirika na amefariki miaka 4 iliyopita. Sasa haina shida. Maana mimi nilichotaka ni kupata udhibitisho wa habari hii. Nimefuatilia kwa wahusika pale, na maana sasa taarifa ambazo nimeweza kuzipata, kumbe hata namba ambayo amesajili hapa kwenye hichi kitambulisho sio yeye. Sasa nimeanza kupata picha, inaonekana huyu mtu ni hatari sana. Pius, kama unavyojua, sisi tumeishi na wewe sasa zaidi ya miaka 2 hapa ndani, na kwetu sisi umekuwa ni zaidi ya mfanyakazi. Ni kweli bosi, na hiyo ni kutokana na amani iliyoko ndani ya hii familia. Na ndiko maana nimedumu kwa muda mrefu sana, kwa sababu upendo uliopo ni mkubwa. Hilo ni kweli, kwa sababu hata mimi nakiri kwamba tunaishi kwa amani na upendo hali ya juu. Ila kikubwa na lengo la kukuita hapa, nataka sasa hivi uwe ndugu yangu.
Sitaki tena uwe mfanyakazi wewe wa kushughulikia bustani na kutizama kazi nyingine za hapa ndani, bali nataka uwe karibu na mimi, na ningependa uwe dereva wangu kwa sasa, kwa sababu najua wewe una ujuzi wa kuendesha gari vizuri na nimeshakuona ukifanya hivyo. Kwa hiyo nataka sasa hivi tuwe karibu, kokote ninapokwenda safari zangu basi tuwe pamoja. Na kingine kikubwa ambacho nafikiri kitakusaidia pia, ningependa ufikirie biashara ambayo ungependa kufanya. Kaa chini then uniletee budget yako, alafu mimi nitajua ni kiasi gani naweza kukusaidia na ni kipato gani naweza nikakuwezeshia ili uweze na wewe kupiga hatua katika upande huo. Bosi, nashukuru sana na nakuahidi nitafanya kazi kwa nguvu zote na kwa utii. Usijali, wewe ni ndugu yangu sasa hivi. Kwa hiyo nataka tuwe karibu sana. Na kingine kikubwa kabla sijasahau, unajua siku zote katika maisha kila mtu anakuwa na ndoto kwamba katika tafuta zake zote siku moja aje kuwa na sehemu yake, aje kuwa na kajumba kake ambako baada ya mizunguko anarudi kupumzika. Kwa hiyo mimi ningependa utafute eneo. Ukishalipata wewe niambie, mimi nitajua namna gani ya kukusaidia ili na wewe uwe na sehemu yako. Bosi, asante sana na Mungu akubariki sana. Huu ni mwanzo tu. Nafikiri mambo mengine yatafuata. Monica! 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 Wewe! Pius! Pius! Mr. Clement, mimi nafikiri tungemwaisha huyo hospitali. Alafu na ule mwili uliopo mortuary tutawafahamisha ni taratibu gani za kuweza kufanya. Lakini afande, sisi tunaogopa sana. Hii hali imeshakuwa mbaya na sijui hata mimi na mke wangu tutafanya nini. Msiofu. Sisi tupo pamoja na nyinyi. Tuhakikisha salama yenu unakwenda vizuri. Ila usiogope. Wewe ni mwanaume. Okay, nakuja sasa hivi. Sana kwa maumivu. Sisi ni askari polisi kutoka kituo cha kati. Tulikuwa tunahitaji kufanya maongezi na wewe. Kwanza kabisa tungependa kujua hali yako. Sijui unaendeleaje kwa sasa? Kwa sasa kwa kweli naendelea vizuri. Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Je, unakumbuka ni kutokana na tukio lilokupata? Nakumbuka. Nilikuwa nyumbani nikiendelea na shughuli zangu za kawaida. Mara ghafla kuna kitu ikanipiga kichwani hapa. Baada ya kunipiga kichwani, ile naelekea kuanguka. Nikabidi nijihami, nikaanza kupambana nao. Baada ya kupambana nao, wakanipuliza spray. Waliponipuliza ile spray, hewa ikawa nzito. Na hewa kuwa nzito,
nikasikia tu kwa mbali wanazungumza muue huyo, muue. Naona baada hapa nikawa nimeanguka nikajikuta niko hapo hospitali, kwa sijui nini kiliendelea. Kwa mfano tukiwakamata leo tukaleta mbele yako, utafanikiwa kuwajua? Nawafahamu, kwa maana mmoja alikuwa amevaa kofia nyeusi, alafu mwingine alikuwa hajavaa chochote. Ndio yule aliyenipulizia spray. Maana wakati ananipuliza spray ndio akaja mdogo wangu, nikasikia sauti ya mdogo wangu Monica. Sasa kilichoendelea kwa kweli sikufahamu baada ya pale. Pole sana. Je, utakuwa tayari kutupa ushirikiano pindipo tutakapokuhitaji? Niko tayari. Yaani niko tayari kabisa, maana watu sio watu wazuri, wameniumiza sana. Niko tayari. Kikweli tunakushukuru sana baba, mimi pamoja na familia yote, kwa sababu tangu msiba umetokea mpaka tumezika na mpaka leo hii bado hujatusahau, unakuja kututembelea. Kwa kweli hatuna cha kukulipa, tunakushukuru tu, tunasema asante sana. Usijali mama, kama nilivyoahidi mwanzo kwamba nitakuwa pamoja na nyinyi, na kama unavyojua kwamba Monica kwangu alikuwa ni zaidi ya ndugu. Hakuwa kama mfanyakazi kama vile yeye mwenyewe alikuwa kidhani. Ila nisingependa ushtuke na ujio wangu huku, kwa sababu nitakuwa nakuja mara kwa mara, na ningependa kama kutakuwa kuna tatizo lolote basi mnishirikishe ili tuweze kujua ni namna gani tunaweza tukasaidiana. Tunakushukuru baba. Na kingine kikubwa ni kwamba wale walioshiriki mauaji ya ndugu yangu, nimepata simu kutoka kwa afisa wa mapolisi kwamba wamepatikana. Kwa hiyo kesho mimi pamoja na Pius tutaambatana kwenda kuwatambua kwa sura, then baada ya hapo sheria ifuate mkondo wake. Na kingine kikubwa, kama hamtojali na mkinipa ruhusa yenu, ningependa hii nyumba niifanyie marekebisho, nitengeneze iwe ya kisasa ili muweze kuishi kwenye mazingira mazuri zaidi. Asante baba. Hatuna cha kukulipa, lakini unajua mimi na babako hata kama sasa hivi hayuko hapa, ametoka, tulikuwa tunamtegemea sana mwanetu Monica. Lakini kwa mapenzi ya Mungu tena Monica ndio hivyo, hatunaye tena, ametutoka. Na kaka yake tena hatunaye tena, naye pia amefariki. Lakini tunakushukuru kwa kweli. Basi nyie msijali kwa hilo, na ningependa sasa hivi mnichukulie mimi kama mtoto wenu. Na nikiwa kama familia tayari, basi kwa lolote lile nisingependa msite. Nitafute, na mimi niko tayari kutoa ushirikiano wangu kwa hali na mali. Asante baba. Haya, basi mama, mimi si mkaaji, acha mimi niende, baba akija utanisalimia. Nafikiri nikipata nafasi wiki ijayo nitakuja kuwatembelea tena. Ndio, sasa hizi ningependa ziwasaidie kwa wiki hii. Asante sana baba. Asante baba. Usijali mama. Asante sana. Naomba inuka. Kaa. Asante baba. Usijali. Naomba ukae. Usijali mama wangu. Basi sawa, mimi nakwenda.
Anafanya kazi gani kwa mfano? Mpaka leo kila siku kesho. Mauaji yanazidi kuendelea. Mpaka leo hamna kitu chochote kinachoendelea. Mke wangu, lazima utambue kwamba kazi ya upelelezi huwa inachukua muda mrefu. Na sio rahisi kama unavyofikiria. Kwa hiyo mimi tungewaacha tu wafanye kazi yao. Mimi na imani ipo siku tu mhusika atapatikana. Nakataa. Emfikiria mpaka leo wamewakamata watu wangapi? Na katika hao watu waliokamata hamna hata mmoja na dalili ya kuonyesha kwamba anahusika kwa haya matukio. Mimi na usasa wa polisi nao wanahusika kwenye hili swala. Yaani wanahusika 100%. Useme unakosea. Lazima utambue kwamba kile ni chombo ambacho kimewekwa na serikali kwa ajili ya kulinda wananchi. Hata siku moja askari polisi hawezi kufanya hivyo. Sijui kama unanielewa. Alafu naona kabisa kwamba hauna subira, mke wangu. Tuache wafanye hii kazi. Ipo siku itajulikana tu. Mpaka lini mwanangu? Mpaka lini? Mimi sitaki kupoteza. Naelewa. Na natambua unavyojisikia. Ila lazima wakati kama huu tuwe pamoja na tupeane moyo. Sasa unavyokata tamaa, hata mimi mwenyewe pia nakata tamaa. Pius. Naam kaka. Niwaishe mara moja. Vipi, kila kitu kiko sawa? Ndio kaka. Sawa. Basi kama hivyo, ukimaliza kwenda mizunguko ambayo nimekuagiza, usichelewe kuja kunifuata, sawa? Hamna shida kaka. Au sio? Hamna shida. Basi pamoja. Haya, usichelewe. Basi poa. Dani, mambo yazidi kuwa mabaya kila siku. Watu wanazidi kufa. Mimi nashindwa kuelewa. Yaani tunachanganyikiwa. Kila siku matukio. Sababu si ni hatari. Sasa huyo muuaji sasa shida yake nini? Au labda yeye ana lengo gani? Maana kama mngekuwa mmemkosea au labda anawadai, mngefanya utaratibu mkamlipa kuliko matukio yanayoendelea kutokea. Yaani unajua mtu ungekuwa umemkosea au labda kuna mtu anakudai, tunaisha jisearch lakini hamna mtu kama huyo. Tunajiuliza ni kwa nini? Mume wangu kashafikiria, yani hamna kitu kama hicho. Hamna mtu tumemkosea wala kuna mtu anatudai wala nini, hamna. Lakini ni sijui yani. Sijui nini. Sasa na polisi nao wanasemaje? Polisi wanajitahidi, wanafanya kazi yao, wanajitahidi kuweka ulinzi. Kutoka shemeji yangu amekufa, wanakuwa wanashughulikia hili swala kwa ukaribu zaidi. Wameshawakamata watu lakini bado yani hawajapata ule mtu sahihi. Na mbaya zaidi anapiga simu, anatoa vitisho. Na hiyo namba ukienda kuicheki unaambiwa huyu mtu alikufa miaka 2 iliyopita. Sasa ni mtu kwa sijui. Hii ni hatari. Bosi, nimepata wazo. Na hisi litamaliza kabisa hili tatizo. Abana bafundi
Mumbu ya fundi aje kutoragura byarage by'imoro. Wajameni, toka, nadhani nyinyi ni mashahidi hapa. Toka niliohangaika hapa kuwaombea, kuwasaidieni, lakini naona imeshindikana. Tatizo mulilonalo ni kubwa. Kwa mimi jamani, hili tatizo siliwezi. Sasa kama tatizo mmeligundua, singetueleza ili tulifahamu hilo tatizo ni tatizo gani? Tatizo lenu ni gumu mno, tatizo lenu ni kubwa. Kwa hiyo sijui kwa kweli, kwa mimi naona nimeshindwa. Sasa kama umejua tatizo sibora tuambie, kwa sababu kila siku ni matatizo, hata hatulali Mama, hebu muelewa. Hilo tatizo hilo nimewaambia siliwezi. Ni kubwa mno. Jamani, nasisitiza siliwezi. Labda mujaribu kwa muganga mwingine. Jamani. Mbona tusaidiane? Hivi wewe mama hunielewi? Nimekwambia hili tatizo mimi siliwezi jamani. Tatizo hilo ni kubwa wapi? Nimesema jaribuni kwa muganga mwingine, mnashindwaje hapo? Basi niko kwenye katika chini ya miguu yenu. Nimefaka katika kuwakosea, lakini it's not any trouble. Vipi kiongozi? Kati ya wote waliopo hapa umeweza kumfahamu hata mmoja? Angalia kwa makini. Okay basi. Okay, nimekuelewa. Ila nimekuita hapa, naomba unisaidie kitu kimoja. Kuna yule rafiki yako ambaye ulimleta nyumbani, anaitwa Pius. Kiukweli samani, lakini kiukweli nimetokea kumpenda sana. Na sijui ni kwa nini anielewi, maana mara nyingi nimejaribu kumwambia hisia zangu, lakini kwa kweli nashindwa. Sijui nifanyeje. Wewe nilikaona mambo wewe. Nani ukosagi jipya eh? Kila ukicha una hili, kila ukicha. Ya rasi ya mnora unanitania vile si masala. Niko serious na hili, na ndio maana nimekuita. Kiukweli namhitaji hata awe mume wangu. Uko serious kweli? Ndio. Anyway, sasa wewe labda uko unatakaje au unataka nikusaidie nini? Mimi nadhani ukimwelezea hisia zangu kwako anaweza akakuelewa. Sasa nilikuwa naomba unisaidie. Mwambie ukweli. Sawa, mimi kama nimekuelewa. Nitamwambia ila naomba ufahamu kitu kimoja, kwamba wewe ni mtu mzima, ana maamuzi yake. Sasa siwezi nikakueleza direct kwamba ungekuwa tunafurahi limeisha au nikakupromise vizuri kwamba ubaki tu moyoni na tabasamu. Hapana, ila nakuahidi kwamba nitamwambia, kwa nini ni mtu mzima na maamuzi yake. Atakaponiambia ndio hivyo nitakuja kukuambia.
Hakikisha unafuata maelekezo yangu kwa kile nitakachokueleza, la sivyo utajikuta unapoteza uhai wako. Kikubwa ni kufuata barabara hii mpaka nitakapokuambia usimame. Usiwe na wasiwasi, binti mrembo kama wewe huwezi kufa. Kikubwa ninachokutaka ni kuhama katika ile nyumba na kumwacha Clement peke yake. La sivyo utajikuta unakufa kifo ambacho hujui kwa nini unakufa. Sina shida ya kukuua, ila ninachotaka ni wewe kuachana na Clement na kuendelea na maisha yako, kwa kuwa wale kuna kitu nahitaji kufanya nao. Simama hapo. Simama hapo. Nakutaka ulale mara moja katika siti, na usisimame mpaka nitakapokuambia. Pius ametoka leo? Hapana, hajatoka. Yuko wapi? Yuko huko nyuma huko anafanya kazi. Kamuite. Sasa hizi bosi. Ulifuata nini ofisini kwangu leo? Mimi sijafika ofisini kwako leo. Una uhakika? Kabisa na uhakika, kwa sababu hata mlinzi ukimuuliza anafahamu mimi nilikuwa hapa nyumbani. Angel, unajua sasa hivi angalau tuko vizuri katika masomo. Tunapanda. Sio kama semiti iliyopita. Kweli shoga yangu. Tukijituma katika kusoma kwa bidii, kuna kitu ambacho kinashindikana, au sio shoga yangu? Kweli? Maana najitahidi sana kufanya vyema katika masomo yangu. Maana naamini yani maisha kila kitu ni elimu. Ya, ni kweli. Afu Milka. Vipi kuhusu Pius? Bado anazingua au ndo shamkata katika ulimwengu wako mama? Tuko naye sawa katika mapenzi. Ila wakati mwingine simuelewi. Mara leo hivi, mara kesho vile. Kwa nini sana nafanya hivyo? Nikutezee. Najua jinsi ya kudili naye. Kazi kwenu mama, mimi sina neno.
Kiukweli hali ya mgonjwa inaendelea vizuri sana Tatizo ni kwamba anaonekana mapulizio sumu nyingi sana na ni sumu ya hatari mno. Na imesababisha baadhi ya mishipa yake fahamu kupooza na kumpelekea kuwa na tatizo la utindio wa ubongo. Usilie mama. Hiyo ndiyo hali halisi ninayokueleza. Kupona atapona, isipokuwa tu atakuwa na tatizo hili la ubongo mpaka hata kifo chake. Ina maana dokta, hakuna njia nyingine yoyote ambayo unaweza kufanya kumsaidia mwanangu? Niko tayari kwa gharama zozote zile. Tafadhali naomba nisaidie. Ndugu zangu, nisiwe muongo. Huyu mtoto kurudi katika hali yake ya kawaida ni ndoto, na mtapoteza pesa zenu nyingi bure kabisa, kwa sababu sumu hii ni hatari. Na nahisi huyu mtu aliyofanya hili tukio ni gaidi mkubwa sana kwa sababu sumu hii ni ya gharama sana na upatikana kwa shida kweli kweli. Sasa ni kwa nini serikali yetu inaruhusu kuingiza vitu hatari namna hii? Kuhusu serikali, ni kweli serikali inaingiza vitu kwa matumizi mengine na mtu mwingine anachukua kwa ajili ya matumizi yake binafsi. Sasa hilo labda mimi niwaombe tu huyu mgonjwa ngetuachia mpaka pale muda atakapokuwa sawa, tutakuja tumwambie mwingine mchukue. Shoga yangu, sitaki kuamini kama leo ndo tumemaliza chuo. Nitakumisi sana shoga yangu. Ile nikirudi Arusha sitokaa sana. Nitakuja Mwanza kusalimia. Tu tunatembeleana so unajua tena. Simengo. Ala? Hongera sana mdogo wangu kwa kumaliza masomo yako. Wewe ni nani? Utanijua tu, wala usiwe na wasiwasi. Mimi ni raia mwema sana na mwenye mapenzi mema sana kwako. Na naamini pia wewe ni mtu mwema sana. Kifupi ni kwamba ukirudi katika ile nyumba kuwa makini sana, kwani unaenda kipindi kibaya ambacho mimi nataka kuiteketeza familia nzima. Ombi langu, kuwa makini sana mdogo wangu. Umejuaje nimemaliza chuo na namba yangu nani nikakupatia? Usijali, mimi ni rafiki wa familia yenu na nina namba zenu wote. Hata mkibadili namba leo nitaipata tu. Sasa kwani sisi tumekukosea nini? Lipo tatizo ambalo ni gumu sana wewe kulijua, ila kaka yako anajua mchezo mzima. Sasa ukifika nyumbani pata muda mwambie, atakueleza. Na hicho unachokihitaji ukikipata utaacha kuangamiza familia yetu? Sidhani kama nitaacha, maana umeshachelewa. Kikubwa na kuomba tu wewe usijiingize katika hili game. Kaa mbali, ila muulize kaka yako, atakwambia kwa faida yako. Halo? Wewe nini na nani huyo anayekupigia simu? Wewe nini? Niambie ni nani huyo? Milka bwana usilie, niambie nani huyo anakupigia simu anaanza kulia nini? Sitaki kuamini kama familia yetu inaenda kuangamia. Nafikiri sote tunatambua ni matatizo gani ambayo sasa hivi yanaikabili familia hii. Misukosuko, shida na kutoishi kwa amani ndiko kumetawala. Sasa lengo langu tukae tujadili kama wanafamilia. Maana hii hali inaonekana kabisa kwamba huyu muuaji anatujua vizuri sana. Tena kiundani, kwa sababu ana kila namba ya mmoja wapo kati yetu. Na pale mara baada ya kifo kinapotokea tu, yeye huwa ndio anasambaza na kuzungumzia habari za kifo. Mimi kwa kweli hii inaniumiza kichwa mno.
Mimi nilichokuwa nakifikiria, maana matatizo yanaendelea kuongezeka katika hii familia. Labda inawezekana kaka, labda kuna mtu ambaye umegombana naye au kuna itilafu yoyote ile ambayo inasababisha ya mambo. Hebu jaribu kufikiria vizuri kiundani. Mimi binafsi narudia tena. Nilishasema ila narudia tena. Sina mtu yoyote nina kisasi naye wala ugomvi naye. Maisha yangu siku zote yanajulikana. Mimi naishi kwa amani na naelewana na kila mtu. Lakini nashindwa kuelewa kwa nini haya yanajitokeza namna hii. Nadhani turudi kwenye mila zetu. Yawezekana mizimu ya mababu ikawa imechukia. Tunaanza kwenda sasa. Kaka, kuna jambo nataka nikwambie. Kitu gani tena? Kuhusu lile eneo linaniambia nitafute. Imekwaje? Nimepata. Aha. Basi nilikuwa nafikiria labda itakuwa kitu kingine tofauti. Basi mimi nafikiri zoezi litakuwa limeisha. Kilichobaki ni mimi nikupatie pesa wewe ukakamilishe huo mpango. Hapana kaka, yani ingependeza zaidi tungeenda na ukaenda kaona kwamba ndugu yako atakaa hapo. Sawa, hilo sio tatizo. Mimi nafikiri Jumapili nitakuwa na nafasi. Kwa hiyo Jumapili tutaongozana twende tukapaone. Jitahidi. Tuende sasa. Vipi? Safi. Kaka, kuna kitu ambacho nataka nikwambie. Kaka, nadhani unajua kila kitu ambacho kinaendelea. Mimi kuna mtu kanipigia simu na kaniambia wewe unajua kila kitu kuhusu haya matukio. Na wewe ni sababu ya kuyamaliza haya. Sasa kama kuna mtu yote umemfanyia kitu chochote kibaya, naomba umyamalize ili kila kitu kiwe sawa. Milka, sijakuelewa. Hizi habari wamezitoa wapi? Nimepokea simu, mpigaji kaniambia kila kitu kuhusu. Sikiza nikwambie ndugu yangu. Mimi nampenda sana mwanangu. Sijui unanielewa vizuri. Na sipendi kumuona akiwa katika hali ile. Sawa? Hakuna chochote ambacho mimi nakifahamu. Isitoshe, mimi mwenyewe maisha yangu yako hatarini. Laiti ingekuwa mimi nahusika na chochote au najua mtu ambaye nimemfanyia ubaya, basi ningemalizana naye tu ili kuinusuru familia yote. Nakupenda sana ndugu yangu. Nataka utambue kwamba hakuna chochote ambacho mimi nakifahamu. Sawa? Ila kikubwa, wewe unafahamu kwamba mimi na yeye tumebaki wawili tu katika hii familia. Niko tayari kukulinda na nakuhakikishia kwamba nitahakikisha usalama wako ni wa hali ya juu. Ndio maana nimeamua kuweka doria ya polisi pale nyumbani, so that sisi wote pale tuwe katika amani. Nakupenda sana. Naomba tuende nyumbani. Shemeji, vipi mbona saizi? Kwema? Yule muuaji amenitokea na ameniambia niondoke, la sivyo ataniua. Ndio maana niko hapa shemeji. Ndio. Alafu ikawaje? Ameniteka na kuniambia kwamba eti mimi nina kiburi, kwani toka alivyoniambia niame na sijahama. Maana umemwona wewe mwenyewe kwa macho yako? Ndio nimemuona.
Nimekuelewa sana shemeji. Sasa mimi nakuomba leo pumzika hapa. Nashukuru shemeji. Kesho tutajua tufanye nini. Nashukuru. Peleka kapumzike. Hello afande. I say huku kwetu mambo mabaya. Mambo mabaya kabisa. Hivi ninavyokuambia, yule jamaa ameenda tena kule nyumbani kwa marehemu. Amemtisha shemeji yangu. Hivi na shemeji yuko hapa. Na amemwambia aondoke, la sivyo atamuua. Sasa hebu tusaidieni jamani. Hii hali imeshakuwa mbaya sasa. Sasa tutakuwa tunaishi vipi afande? Kamwanda umpe chakula. Kama kitu kinawashinda semeni tu kweli, sio kuweka mbwembwe tu za radio call na kumaliza mafuta ya serikali bure bila kitu chochote cha maana kujulikana. Clement, hili jambo ni la kiofisi, halikuhusu hata kidogo. Sawa? Sawa, kuna ugumu, lakini kituo cha polisi kuna maaskari wachache na vitendea kazi vyenyewe vya kisasa havipo. Wewe unafikiria watu mtawapataje? Clement, unavuka mipaka ya urafiki sasa. Tulitengeneza ili tufanikiwe kuwakamata haraka. Samahani kwa hilo, ila jitahidi basi kuwakamata hao wahusika. Imefikia hatua mpaka sisi sasa hivi tumekuwa tunaogopana wenyewe kweli. Tusaidieni bwana. Kwa hilo ni wajibu wetu kuhakikisha raia wa nchi hii wanaishi kwa amani. Na jambo hili tuachie sisi, tutajua jinsi ya kulimaliza na mtaishi kwa amani. Mbona siku leo tunaenda wapi? Nimekuita hapa na maongezi na wewe. Natakiwa mdau nimfuate jamaa ofisini. Akigundua niko huku sasa nifukuza kazi. Okay sawa, naweza nikaongea na wewe hapa. Basi zungumza haraka haraka mimi niondoke. Pius, naomba ujue nakupenda sana. Niko tayari uniwe hata kesho mpenzi wangu. Kiukweli nashindwa kuzuia hisia zangu kwako. Nimekuwa mjinga na ni mjinga kwako. Please nakuomba. Wewe unanipenda mimi, yani tuishi kama familia au mapenzi tu ya kawaida? Nihitaji uwe mume wangu. Nachotaka nikwambie mapenzi yazuiliwe, lakini sasa kwangu mimi siko tayari kabisa. Yaani ni vyema ukapata mtu ambaye anakupenda kwa dhati kama jinsi unavyonipenda mimi, umenielewa? Halafu yule akuwe mimi niwe mchezaji tu kwenye harusi yenu. Mimi siko tayari na nitakuumiza tu katika mapenzi. Siwezi kwa kweli. Tafadhali nielewe. Lakini hebu fikiria, miaka 2 sasa kila mara nakuomba kuwa na wewe lakini unanizungusha tu. Haitawezekana. Mimi siko hivyo. Takupotezea muda tu. Na kushauri tafuta mtu ambaye ni yuko sawa na kupenda kwa dhati, mimi nitacheza tu kwenye harusi yenu. Sawa?
Halo. Samahani dada, naomba nikwambie kitu. Kama kuna uwezekano bora tu ondoke kwenye hiyo familia. Nimekusikia dada. Lakini siwezi kumwacha mpenzi wangu. Siwezi kumwacha Clement peke yake kwenye hii nyumba na unajua kwamba kuna matatizo. Maana muuaji kanisisitiza kwamba ana tatizo na wewe, lakini kama ukiendelea kuwa na hiyo familia, baadaye itakugharimu. Anajua kwamba mimi mwenyewe niko hatarini, lakini sasa siwezi kumwacha peke yake. Kweli nimwache peke yake na haya matatizo yanatokea kila siku. Siwezi kufanya hivyo. Au unadhani mimi siogope? Kwani unauza roho yako kwa sababu ya mapenzi? Sikiliza. No, hapana. Huko unakofika sasa ni mbali. Umeelewa Mimi nakuheshimu ujue. Sitaki tuvunjiane heshima. Kwani unanijibu hivyo lakini? No, hapana, huwezi kusema hivyo. Huwezi kumwambia mume wangu hivyo. Kwa nini? Mimi siwezi kumwacha na unajua kabisa tumeaidiana kwenye shida na sasa inakuwaje sasa hivi kuna matatizo ndo nimwache? Ni kitu ambacho siwezi kukifanya. Hata kama umekula kiapo, mimi nakuonea huruma. Na ndio maana mama kukupigia simu kukupa hizi taarifa. Sikia no, kwanza niache nifanye maamuzi yangu binafsi. Mimi sitaki uniingilie kwenye maamuzi yangu. Kwani unanijibu hivyo lakini? Sitaki bana. Hello. Sasa mbona tunaenda tu atufiki? Unajua kaka, nimeamua kuchukua maeneo kama haya kwa sababu nahitaji niwe mkulima mzuri alafu na mfugaji mzuri sana. Mwenyewe unaona maisha yangu nilionayo. Maana nikipata eneo kama unaona yani kila kitu kitakwenda vizuri sana. Ndio maana nimeamua kuchukua huko. Pamoja na hayo lakini kuna kitu kimoja. Unajua mimi nimejenga kabla yako, sawa? Huku ni porini. Kuko mbali sana na mji. Unafikiri utakuwa unaishi vipi? Kaka, yani kutokana na maisha yangu mimi na nikaona umenipa nafasi ya kunisaidia, basi nimeamua nichukue. Unaona nyasi zinavyomea vizuri hizo. Sasa nahitaji mifugo ipate chakula kizuri. Kwa hiyo sijali. Sasa nachoomba ni muite jamaa bondeni pale. Afu tuje tuangalie biashara inavyokwenda. Cha msingi nenda kwenye mti ule kuna kivuli, afu nitakukuta muda sio mrefu. Fanya uende urudi haraka ili tutalii hilo eneo vizuri tuone linatufaa ama vipi. Au sijali kaka, kila kitu kitaenda vizuri. Wala mna shida.
Kiongozi. Hizi nguo nataka uzipige pasi, sawa? Haina shida. Nazipitia baadaye. Haina noma. Kwa jitahidi. Haina noma. Pius, mbona umeniweka sana rafiki yangu? Alafu imekuwaje umebadilisha nguo? Pius, mbona nishikia bastola tena? Fuata utaratibu wangu wote nitakokuelekeza kabla sijakufanyia kitu kibaya zaidi. Pius, ujue hiyo ni silaha hatari sana. Kwani kuna tatizo gani? Nimefanya nini mimi? Mbona tena unanishikia silaha tena? Naomba uwe mtaratibu unafuata ninachokitaka mimi, la sivyo atakutokea makubwa zaidi ambayo yatarajii. Mabaya gani ndugu yangu? Hivi unajua kama umeshika bastola ni kitu hatari sana. Weka chini kwanza tuzungumze basi. Kwani mimi nimekosa nini? Na kama kuna ambacho nimekosea, tuzungumze kiume, lakini sio kunishikia hiyo bana. Tumia hiyo kamba, jifunge mwenyewe. Pius, mbona unafanya hivi? Mimi nimefanya nini lakini? Naomba weka bastola chini. Nashukuru kugundua kwamba umenikosa. Utakufa bila kujua nini kimesababisha. Najua ni vitu vingi sana vinakutokea katika familia yako. Lakini huu ni muda wewe kutambua mimi ni nani. Ina maana wewe ndiye ambaye umekuwa ukiua familia yangu siku zote? Ni kweli kaka. Wewe ni mwanaume. Unapaswa kuvumilia. Na sikuishia hapo, ila kuna watu waliendelea kujiingiza kwenye mchezo ambao si wao. Walicheza karata ambazo haziwahusu. Nataka mimi niwe kufuata kila ambacho mimi ninachokuelekeza. La sivyo nitakuwa muda sio mrefu. Nafikiri uliona mmeo jinsi alivyozikwa, si ndio Nachotaka mimi wewe ufuate nachokitaka mimi kwamba hama kwenye hiyo nyumba. Kwa nini unang'ania unaingia vitu ambavyo vikuhusu? Sasa nishakwambia, sasa fanya hivyo alafu tuona nini ambacho kinaendelea. Aha, kumbe watu wanatafuta mmoja kumbe ni wewe. Leo nimejua kila kitu. Lazima kuja nimwambie baba, nimwambie mama. Na lazima leo nitasema kila kitu. Usinifuatilie nitakuua. Usinitishe bwana wewe. Polisi wanatafuta wanapigia kina baba simu kabisa kumbe ni wewe. Leo lazima nitasema kila kitu. Nadhani umeelewa nini kinachoendelea. Na hii ni hadithi tamu sana kwa mtu anayesimuliwa. Lakini si kwa mtu anayetendewa. Na hili litakuumiza zaidi.
Kumbe pia usio tu. Nimekukosea nini? Nilikuchukulia kama mdogo wangu, nikakusaidia kwa kila kitu. Nimejaribu kila niwezavyo nibadilishe maisha yako, na bado ilikuwa na mipango mingi tu nawe. Hivi kweli mimi ndio kufanyiwa hivi? Pius, hakuna haja ya kulia kaka. Mwenye kulia ni mimi, sio wewe. Alaiti ningefanya mimi haya ulionifanyia wewe, ungefanya mauaji zaidi ya haya niliyofanya. Sasa sema basi nijue ni kitu gani nimekukosea. Mara ngapi nakuuliza, niambie kitu gani mimi nimekosea nijue moja, kuliko na hukumu watu wengine ambao hawana hatia. Sema kitu gani, sema nijue. Unataka kujua ulichokifanya? Ni miaka 20 iliyopita. Familia yenu ilikuwa ni mababe sana pale kijijini. Jirani, Mama, hivi kweli hao mafundi wangu wamemwagia kweli hii nyumba leo? Mbona naona maji kama jana jioni? Hamna jirani. Wamemwakilizia, si nimekaona kale kama kamfulana kale kana ndefu nitochi na wanje kidogo. Kalikuwa kanaliwa mpani hapa kana mwakilizia kwa moja. Kama jiongeza kweli hata ndani ya machumba kama wekelea mamaji mpaka kakaja. Tena kwa sana. Wala hamna tabu kabisa. Katoto kanapenda kazi kale. Kama babu yake ndani peuzi. Sasa jirani yangu, kama nilivyokuambia siku ile, nataka uniuzie ili eneo lako. Nataka niongeze hii nyumba, niweke fence mpaka huko. Gari hiyo inaingia mpaka ndani. Si nikwambia toka siku ile jirani yangu. Jirani, kwani mimi nakataa wewe kuweka shelf hapa? Utaweka tu. Lakini sasa kama nilipokuambia kwamba Pius kwa kweli ni kijana kadogo kama unapokaona. Sawa? Lakini ni lazima naweke mazingira kuhakikisha kwamba wanajua kwamba baba alimuuzia hapa jirani. Kesho na kesho kutwa isiji katokea mkolobanya alafu tena ikawa tabu. Pius sasa hivi unaliona ni kijana kadogo, lakini baada hapo litakuwa ni baba. Sasa anaanza tena mkolobanya na wajirani hapa kwamba le baba hii nilimpa tu. Amna, lazima wajue wote familia yangu ndio serikali yangu. Wewe utaweka le fence na mambati na chumba ya mama wote kana le koridori yake. Hamna shida, lakini hawa wao wanatambua. Ni kweli. Basi wewe ongea na familia yako utanijulisha. Mimi hela ipo, hakuna shida. Sawa kabisa. Hakuna tabu. Basi haya jirani yangu tutaonana. Hamna tabu. Pius baba. Haya. Tende. Mlisababisha sisi tuishi kama vifaranga vya kuku chini ya mwewe. Mlitutesa sana katika familia yetu. Nimesema shitaki na shihami. Unang'ang'ania nini hili eneo wakati una hata uwezo wa kujenga? Nimekwambia tuuziane nikupe pesa napo utaki. Nikufanya nini? Mbona jifanya maskini jeuri sana wewe? Sasa kwa taarifa yako. Hii eneo unaliona hili eneo utalihama. Sikiliza mama. Kama ni haki yetu mimi na mume wangu hatutahama. Lakini kama ni haki yako wewe tutahama. Mimi kama ni haki yangu natakufa hapa. Unaijua haki wewe? Unaijua haki? Ungekuwa unajua haki, hii sehemu ni barabara linapita hapa. Sasa hiyo haki yako unaijuaje? Na nasema kwamba sasa kama ni eneo ya hii barabara, wewe ni tano road. Wewe ndio tano road au mafukuli. Wewe ndio wale wa mabarabara. Unataka eneo langu la nini sasa? Mimi nasema kwamba Chitaki na eneo hili ni la kwangu na Pius mwanangu. Hili ni eneo letu na ni haki yetu. Hatotoki mama. Mimi sitoki hapa na familia wangu hawatoki. Na sasa utakijua kilichomtoa kanga manyoya. Na utanijua mimi ni nani. Clement, twende. Na mtahama. Na huyu ndo mtoto mwenye nyumba? Una uhakika ndo penye?
Sio mimi. Acha Mungu. Nataka tuelewane na usalama wako. Mwite mkeo. Najiongeza. Mama Piusi, njoo mke wangu. Kwa moja jamani. Leo hatujaja kununua eneo wala kuchukua eneo. Tumekuja kufanya mapenzi na wewe. Umenielewa? Vua. Mengi mmeyafanya si mazuri. Mmeumiza sana familia yetu. Mzee, sisi tumekuelewa. Na tutaamini jeshi la polisi litafuatilia mpaka linahakikisha hao watu inawapata kabisa waliofanya hiki kitendo. Na ninaamini kabisa serikali ina mkono mrefu. Haiko tayari kuona mtu anafanywa kitendo cha kinyama kama hiki na yenyewe ikakubali tu, imekaa imelala. Sawa? Wala hata kama ni nani rais mwenyewe, hamna katiba inayoruhusu hivyo kumfanyia mwanaume kitendo kama hicho. Na ninakuahidi kabisa tunahakikisha wote watu tunawatia nguvuni. Kwa kweli nimesazalika sana mbele ya familia yangu. Kufanywa kitendo cha kujiongeza mbele ya watoto wangu wanaona. Kwa kweli ni dharau ya pekee. Na wao wamefanywa mbele yangu na mimi naona baba yao. Mwisho sasa hata kale kengine kakike sasa hivi hata shule akaendi. Kazi yake ni kulala tu. Kama sajilika kesa kondolojia. Kama ndani tu. Kakiona wa mtu kanakimbia ndani kulala jamani. Ni kweli mzee, umezalilika sana tena mbele ya familia yako. Lakini jeshi la polisi halilali. Tutahakikisha kwamba hawa watu tunawatia mbaroni. Na kitu cha kuongezea kingine mzee. Sawa, kuhusu usalama wako, wewe usijali kabisa. Serikali ipo sababu ya usalama wako wewe. Na hakikisha na kulinda kabisa kwa kila chochote kitachotokea. Sawa mzee, sisi tunaondoka. Lakini pindi tutakapokuhitaji, tunaomba uwe tayari kwa ajili ya kutoa ushirikiano. Umesababisha vifo ndani ya familia yetu. Nami nikaishi kama mtu asiyekuwa na mzazi wala ndugu yote. Nisije nikaona hapa. Hola ni sana wanangu. Bibi si wanangu. Kidashi. Pole sana wanangu. Pole mama. Pole. Baba, pole sana. Bibi. Pole wanangu. Mimi najimaki mkelekeza wanangu. Pole ni wanangu. Ni kwa kweli. Hocha umpika. Wanangu. Kwa kweli tunatazalika watoto wangu. Piusi baba. Kaka Piusi. Wanangu Kileshi na Piusi. Ninyi ni watoto wadogo sana. Najua. Kwa kweli kuwaacha kwa dunia hii, Mungu aweke makono yake tena mawili. Lakini nasema kitu kimoja. Pikana hadi kufa mpaka unachekwa kwenye tani sawa cha udongo, lakini umepikania haki yako. Tumesikilizana? Ndio baba. Piusi mwanangu, wewe ndio kijana ninayekutegemea hapa nyumbani. Sawa? Kuhakikisha kwamba utasimamia haki zote za kwako na dada yako. Wewe kijana ambaye sasa naweza kusema ndio shimba wa familia, mpoko. Lakini baba, mbona unaongea maneno kama hayo? Au kuna kitu tumekosea sisi? Tuambie, sisi ni wanao. Kwa kweli nyinyi ni nyinyi ni wanangu. Lakini kitu ninachotaka kuwaambia, dunia mbaya.
wa mlimwengu shujaa. Sawa, mimi hamtanikosea wanangu. Niletee maji mama, niletee maji kakunywa. Sitaki sana kuwa na mafumbo. Piushi. Wewe ni mwanaume. Pikana hadi kufa. Kaniletee bakora yangu. Baba una nini? Baba unajimagia maji, una nini? Wewe baba wewe. Wewe baba. Baba! Mungu wewe! Baba wewe! Baba wewe! Biusi! Ya baba yangu jamani! Umeumiza sana familia yetu. Umesababisha vifo ndani ya familia yetu. Na hiyo ndio sababu ya mimi kufanya haya yote ambayo nayafanya leo. Naamini umeshajua nini kinachoendelea. Na kwa sasa unaenda kusherehekea pamoja na wazazi wangu walipo. Malengo yangu yametimia. Pius. Unadai ngapi? 1500. 1500? 1500. Ndio. Nigei basi. Bado buku hapa. Mida atakuletea. Basi haina noma, unang'aa siku hizi. Nguo zangu tayari? Zipo tayari. Hivi hizi nguo ni za nani? Si za Pius. Pius yule mkatamanyasi kwenu. Naomba nguo niondoke na haraka, sawa? Wewe bwana nipe nguo mimi. Subiri kwanza, kitu kizuri sana nataka nikwambie. Hivi usimuonika yule usijielewa ameshafariki? Napona yaishafariki. Sikiliza. Usipelekane mbali. Muuaji mnaishi naye pale kwenu. Pale kwenu. Kama hizo nguo ni za Pius, ndio anahusika kwa kila kitu. Shika kitabu hiyo. Afadhali nimekuona, nguo zangu ziko wapi? Nimezipeleka kwa Dobi. Nini? Nani kakwambia upeleke kwa Dobi? Si kila siku napeleka nguo zako kwa Dobi. Unasema? Kwa nini upeleke nguo zangu bila kuniuliza? Kwa nini? Karibu. Dada samahani, sisi ni askari polisi. Tunamtafuta Pius.
Pius? Sijui tumemkuta. Pius sijamwona tokea asubuhi. Afande cheche hizi. Pius namfahamu kuanzia kiatu mpaka nywele. Chumba chake hiki hapa. Chumba ndio hicho. Hiki.